Shukuru kwa rehema na huruma na fadhili zako. Asante kwa wema na uaminifu wako, Bwana, unaotupa kukaa mbele zako na kujifunza kutoka kwako. Asante kwa Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu wetu na kiongozi wetu, anayeyafunua yote mpaka mafumbo yako. Roho Mtakatifu, najitiisha chini ya uwepo wako. Sina cha kunena wala cha kutenda isipokuwa kile unanena na kile unatenda. Wewe ndiye Mungu utendaye kazi ndani yangu, kutaka kwangu na kutenda kwangu kwa kulitimiza kusudi lako jema. Karibu kwa ajili ya kusudi lako jema la saa hii, katika jina la Yesu, la kuandaa jeshi lako hili kwa ajili ya kulitumia katika nyakati za mwisho. Nena nasi, tunakusikia Mungu wetu. Amen. Amen. Tuko kwenye somo la muhimu sana la funguo za kukua kihuduma. Funguo za kukua kihuduma. Ili uweze kukua kihuduma, kuna vinavyo kusababisha kukua kihuduma. Vitu vya kiroho havikui automatic, vinakuwa kwa kusababishwa. Mungu wetu asifiwe. Vitu vya kiroho havikui automatic, vinakuwa kwa kusababishwa. Kwa hiyo wewe ndiye msababishaji pamoja na Mungu. Mungu hana cha kufanya peke yake ili wewe uweze kukua. Ili kukua na wewe una mchango. Mchango wako ndio unaruhusu mchango wa Mungu. Bwana asifiwe. Hatua ya kwanza ya maisha ya mtu haianzi na Mungu, inaanza na yeye. Usipochukua hatua yoyote, Mungu naye achukue hatua yoyote. Mungu alitabiri muujiza mkubwa sana wa kuondoa shida kubwa iliyoko katika Israeli. Lakini Mungu alisubiri mtu atakayechukua hatua. Hatua ilichukuliwa na watu dhaifu sana ambao ni wakoma, lakini iliondoa tatizo kubwa la nchi. Heri mkoma mwenye hatua kuliko mwenye nguvu aliyekaa. Hivi naongea na mtu mmoja. Heri mkoma mwenye kuthubutu kuliko majianti, majemedari wa jeshi waliokaa kambini. Kwa sababu ile taabu haikutatuliwa na jeshi, ilitatuliwa na wakoma. Wao ndio waliamua kuivamia kambi ya adui. Jeshi lilikuwa limekaa kimya. Kwa hiyo heri mkoma mwenye hatua kuliko jemedari aliyekaa. Kwa sababu jemedari aliyekaa hana atakachosababisha, ila mkoma mwenye hatua anaweza akasababisha kitu. Kama uchukui hatua yoyote, mbingu pia haichukui hatua yoyote. Ndio maana kwenye kitabu cha Isaya anasema msiwe na kimya wala msimwache akae kimya. Kwa hiyo Mungu hana cha kujigusa mpaka mwanadamu amejigusa. Kwa hiyo lazima uwe na sababu itakayomfanya Mungu akuinue kihuduma. Haijalishi Mungu anataka kukuinua kwa kiasi gani. Ukinyamaza, mbingu inanyamaza. Ukiwa na hatua fulani inayoonyesha kuhitaji kwenda mahali, mbingu inaanza kukupeleka hapo. Bwana asifiwe sana. Na bidii ya kutaka kukua ndicho kiwango hicho Mungu hutumia kumkuza mtu. Uthamani wa mtu uko kwenye bidii yake. Hata Biblia inasema mwenye bidii ana mali za thamani. Hakuna thamani isiyoambatanishwa na bidii. Ukitaka kuwa na huduma yenye ubora, yenye uthamani, bidii yako inamata. Hata maombi ni bidii. Anasema maombi ya mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Ukiondoa bidii, kila kitu kinakuwa kidhaifu, ni pamoja na maombi yako. Tofauti ya mtu na mtu si tu vipawa alivyonavyo, ni viwango vya kujitoa kwa mmoja kuliko mwingine. Mungu asifiwe. Unamuona huyo mtumishi wa Mungu? Hebu simama mama. Huyo mtumishi wa Mungu mahali alipo ni mazingira ambayo huwezi zania, lakini bidii ya kumtafuta Mungu pale alipo sasa pana shule.
Na katika huduma yote yeye ndo ameweza kupenya kuanzisha shule. Lakini sasa muda wake na Mungu na yeye. Mpaka huwa nawaambia mwanangu adjust. Bwana asifiwe. Yuko katikati ya Wamasai. Kwenye mazingira ambayo wengine ukipelekwa ambayo ni mayai unatoroka. Lakini yuko hapo na kitu kimeinuka. Bwana asifiwe. Lakini ni ile speed yake na Mungu binafsi. Haleluya. Kwa hiyo Mungu alipoona ile speed yake akainua watu kutoka mataifa, akaungwa nao. Wazungu wakatoka huko walikotoka. Mimi hata sijakutana nao usoni. Hata hawanijui na mimi siwajui. Na sitaki kuwajua. Walichotakiwa kufanya ni hicho. Bwana asifiwe. Ikimpendeza Mungu kuwajua nitawajua. Lakini wamefanya kile Bwana alichotaka kufanya. Kwa Mungu kujibu maombi ya mtumishi wake. Bwana asifiwe. Nachotaka uone ni kwamba bidii haimtupi mwenye bidii. Ndani ya bidii kuna malipo. Lazima bidii itakulipa tu. Haleluya. Haijalishi huko katikati ya tauni yenye neema kiasi gani. Kama una bidii binafsi, hakuna kitakachonyanyuka hapo. Sio tu mazingira yanakufaa, ni bidii yako inafaa. Kuna mtu naongea naye. Rafiki yangu Dani alienda Kilindi huko. Unajua alipokuja kuniaga naenda Kilindi, nikamwambia huyu mtoto ametoka hapa Boma palipo stawi. Anaenda Kilindi anaenda kufanya hivi. Lakini unaona ngome imeinuka Kilindi. Na akafanya kazi nzuri. Amemaliza, ana upako wa kitume, akaacha, ameenda tena Tanga mjini pale. Na naamini kama Mungu ameweza kumsaidia akanyanyua Kilindi, Tanga itakuwa nyepesi zaidi. Bwana asifiwe. Zaidi kumtia moyo huyo shujaa mwenzako, mwambie tia bidii tu, bidii na kulipa. Bidii itakulipa. Na bidii inahitaji discipline. Discipline ni ya muhimu sana kwa kila mtumishi. Lazima kuna vitu ujizuie ili uende kwenye vitu vya muhimu. Na moja wa adui mkubwa sana sasa anayekula muda wa watumishi ni simu. Simu amekuwa jinamizi la kula muda wa watu. Yaani imeteka fikra kiasi ambacho kitu cha kwanza unachoamka nacho sio Biblia, ni simu. Unashika simu mara nyingi kuliko Biblia, si ni kweli? Unaiangalia mara nyingi kuliko Biblia. Alafu unataka ukue. Biblia unaweza kukutana nayo kwa wiki mara 2. Simu ni kila saa. Kila sekunde simu iko mkononi. Tungeshika Biblia kama simu, tungekuwa maprofesa. Bwana asifiwe. Adjust vitu visivyo vya lazima ili uingize na kuwekeza mahali pa lazima. Kwa sababu kiwango unawekeza ndicho kiwango utavuna. Pale unapowekezea muda wako sana, ndipo pia utavuna sana. Biblia inasema tuukomboe nini? Wakati. Angalia mahali unapowekeza muda wako mwingi. Kwa sababu hapo ndipo panapoamua maisha yako pia. Muda wako mwingi unawekeza wapi? Inamata sana juu ya vile utakavyokuwa. Kwa sababu hakuna kitu utafanya cha maendeleo kisichodai muda wako. Matumizi ya muda ni matumizi ya maisha ya mtu na kula anakoelekea. Bwana asifiwe sana. Jana tuliendelea kidogo kuangalia tofauti iliyopo kati ya
maagizo na kufundishwa, na kwamba tukazungumza kwamba maisha ya mtu na Mungu ni maisha ya kimaagizo, na maisha ya huduma ya Mungu yamejaa maagizo ya Mungu, na maagizo ndio yanayokupa hatua. Fundisho linakupa namna ya kutenda kwenye hatua ambayo Mungu ameshakupa. Bwana asifiwe. Mungu aongea hapo kitu kimoja, hajamaliza bado. Unahitaji kukaa chini akufundishe namna ya kufanya kile alichokuagiza. Ukikosea namna, unakosa matunda hata kama ni Mungu ameongea. Ndio maana watu wengi wanasema, mbona ni Mungu amenituma hapa? Kuna kitu hujasikia bado. Umesikia sehemu, bado hujasikia kwa ukamilifu. Na Mungu ana tabia hii, hasemi kitu chote kwa wakati mmoja. Daudi alikuwa na akili ya ajabu sana. Alikuwa anaenda kwa Mungu, anamwambia Mungu niende. Mungu anamwambia nenda. Anamuuliza lingine, utawatia mikononi mwangu? Kwa hiyo alikuwa anajitosheleza kwanza kwa maelekezo, ndipo anaingia kazini. Wakati fulani akaenda akawapigania watu wa Keila. Alafu Sauli aliposikia kwamba Daudi yuko Keila, akafunga safari ili aende akafight naye. Daudi akaenda kwa Mungu akamwambia, nimesikia Sauli anakuja. Je, ni kweli anakuja? Mungu akamwambia anakuja. Akamwambia, je, watu wa Keila niliowapigania watanitia mikononi mwake? Anasema watakutia. Fikiria ungesema nimepigania watu kwa damu yangu, watanihifadhi. Usiamini wanadamu wewe. Hata kama umefanya mema kiasi gani, wanaweza wakakugeuka. Wewe unatoa damu yako unapigania watu, alafu kirahisi tu wanataka kukutia kwenye adui anayekutafuta badala ya kukuhifadhi. Walitakiwa wahifadhi shujaa wao. Ndio maana wewe fanya mema kwa watu, usitafute shukrani kwa watu. Mungu atakushukuru, Mungu atakubariki. Chochote ufanyacho kwa mtu fanya kwa Bwana. Kwa sababu ukifanya kwa mwanadamu, siku atakapokukosea utajuta sana. Hivi naongea na mtu mmoja. Unaweza kumsaidia mtu na akavuka pagumu sana, lakini baadaye akakusaliti sana. Ili moyo wako usijeruhike, fanya kila kitu kama kwa Bwana. Kikitokea cha kutokea utasema nilimfanyia Bwana. Mungu asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kuishi katika maagizo na fundisho la Mungu kila wakati. Kati ya kitu ambacho hakina mwisho ni agizo la Mungu na fundisho la Mungu. Kwa sababu mwisho wa agizo na fundisho ndio mwisho wa huduma yako, ndio mwisho wa kutenda kwako. Mungu anatukuza kila siku kwa kadri anavyonena na sisi kila siku. Haleluya. Kinachokupa kurefuka ni ufahamu. Ukikosa ufahamu unakuwa mfupi. Bwana asifiwe. Ndio maana kwenye Ayubu anasema kwa kuwa wameficha ufahamu, Bwana hatawakuza. Kwa hiyo Mungu hakukuzi zaidi ya ufahamu. Anakukuza kwa kadri ya ufahamu. Bwana asifiwe. Na kazi ya elimu ni kukuongeza kiufahamu siku kwa siku. Na pale ulipofikia katika kumjua Mungu, ndipo hapo Mungu anapofikia pia katika kutenda kazi na wewe. Kwa hiyo tafuta sana kukua katika kujua mambo mengi, ili mbingu zikuamini kufanya na wewe pia mambo mengi. Bwana asifiwe sana. Haleluya, mashujaa wa Bwana. Sasa na mambo mengi, kwa hiyo niombee. Ni kama namsikiliza Roho Mtakatifu. Sasa leo naenda kuongea kipi? Kwa sababu
Kile Mungu alichoweka ndani yangu, nitakaa na wewe miezi miwili ndio tukimaliza. Kwenye ile somo tu tulilonalo. Kuna vitu vingi sana ili mtu akue. Bwana asifiwe. Kuna vitu vingi sana. Na ndio maana nimemuomba Mungu niandike kitabu. Ile somo nitaliandikia kitabu ili tunaloendelea nalo. Bwana asifiwe. Ili litusaidia kama watumishi wake kujua mbinu za kukua kihuduma. Kwa sababu kuna watu wazuri sana, lakini namna ya kukua inawachelewesha. Lakini wangepata tu namna ya kukua, wangekuwa majianti wa ajabu huku duniani saa hii. Bwana asifiwe. Unajua kuna nchi za wenzetu wanaenda spidi kwa sababu wana mababa tayari ambao wanawasaidia kukua. Kwa mfano Nigeria ina majianti sana kwa sababu wana mababa sana. Katika nchi yenye mababa wengi ni Nigeria. Lakini pia ina watoto wenye adabu, wenye uwezo wa kujisubmit. Maana pia unaweza ukawa na baba lakini ukawa na shida. Nidhamu walionayo wa Nigeria. Unamuona Oyedepo ni mtu mkuu sana duniani, lakini akifika kwa Adeboye ni mtoto. Unaona Paulo Enenje ni mtu mwenye kanisa kubwa, nafikiri kuliko hata baba yake, lakini akifika kwa baba yake ni mtoto. Ukubwa wa kanisa haumpi kiburi. Wewe ukikemea pepo mbili, baba yako anakuwa size yako. Yaani ile kukemea tu pepo mmeshafanana. Bwana asifiwe. Tuombe Mungu atuinulie mababa, lakini pia watoto Mungu awape unyenyekevu ili wapate kulelewa. Na ngoja nikwambie, hakuna mwisho wa kulelewa kiroho. Haleluya. Kama kuna kitu nimeona cha muhimu na nimekikosa na nimeendelea kukitafuta mpaka sasa sijakipata, ni baba wa kiroho. Nimeomba na nimejitahidi hata kuwaendea wengine, lakini inachomoka tu, sijajua kwa nini. Nimefika mahali namwambia Mungu, basi mimi nitakaa hivi mpaka utakaponiambia. Majira yakifika utamfunua tu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndio maana uniombee sana. Yaani nahitaji maombi yako kuliko wewe unavyoweza kuwaza. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Leo tutajifunza juu ya umuhimu wa kukua katika hekima. Moja ya kitu kinachoendesha huduma ni hekima. Na moja ya kitu Mungu asikunyime kwenye maisha haya ni hekima. Ubora wa huduma sio upako ulioko kwenye huduma, ni hekima iliyoko kwenye huduma. Nimesemaje? Ubora wa hekima ndio ubora wa huduma. Kinachoboresha huduma ni hekima ya huduma. Hekima ndio inayochimbia misingi na ndio inayotengeneza structure ya huduma, na ndio inayotengeneza muonekano mzima wa huduma itakavyoonekana na itakavyoenenda na itakavyotimiza majukumu yake. Moja ya kitu kinachoinua ukuu wa mtu ni hekima inayofanya kazi na yeye. Na kati ya kitu Mungu hataki kipungue kwetu, hataki tupungukiwe na hekima, kwa sababu ya umuhimu wa hekima. Bwana asifiwe. Huwezi jenga chochote kikawa na ubora kama hakijengwi na kiwango cha hekima. Hekima ndiye mjenzi. Huwezi jenga huduma kwa viwango vilivyo juu na vilivyo bora
kama hekima imeshapungua. Muonekano wa kazi utafsiri hekima ya kazi. Mungu wetu asifiwe. Na kila kusudi la Mungu linapokuja duniani linakuja na hekima yake. Hekima ya kusudi moja sio hekima ya kusudi la pili. Na hiyo ndio inayotofautisha kusudi na kusudi. Kusudi na kusudi linatofautishwa na mafuta ya kila kusudi. Kila kusudi lina mafuta yake. Na kila kusudi lina hekima yake. Haleluya. Mungu hawezi toa kusudi asitoe na hekima ya kusudi na mafuta na neema ya hilo kusudi. Kusudi lina mafuta, kusudi lina neema, na kusudi lina hekima yake. Na utaenda mpaka wapi? Hivyo ndivyo vitu vinavyokupeleka. Haleluya. Hekima imetafsiriwa kama busara. Wewe nenda kwenye kamusi, andika tu busara, utaona wanakueleza busara ni hekima. Kwa hiyo ukisoma kwenye Biblia hekima, ukisoma busara, ni kama uniite Mathayo alafu uniite mtumishi. Bwana asifiwe. Ninaomba tufungue kitabu cha Waefeso. Tafuta kukua katika hekima ili mbingu ikuamini kufanya nawe mambo makubwa. Kila mwenye hekima sana ni mlezi mzuri. Ukipanda viwango vya hekima, mbingu inakuamini katika kulea. Na mbingu itakukabidhi majukumu makubwa kulingana na aina ya hekima wanayoiona ndani yako. Hekima huboresha kile tufanyacho. Waefeso 3. Mungu wetu asifiwe. Waefeso sura ya 3 mstari wa 10 na wa 11. Waefeso sura ya 3 mstari wa 10. Ili sasa kwa njia ya kanisa hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu. Hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi. Hakuna hekima ya namna moja, kwa sababu hakuna kazi ya aina moja. Na kila kazi inadai hekima. Hekima iliyo ya namna nyingi, airudia tena mstari wa 10. Ili sasa kwa njia ya kanisa ndio hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wote, katika ulimwengu wa roho. Mstari wa 11. Kwa kadri ya kusudi la milele alilolikusudia katika Kristo Yesu Bwana wetu. Hekima ijulikane kwa kadri ya kusudi. Nataka uone ni hekima inavyoambatana na kusudi. Na inatambulisha kusudi kuanzia rohoni mpaka mwilini. Utambulisho wa kusudi huonekana kupitia hekima ya kusudi. Huonekana kupitia mafuta ya kusudi. Huonekana kupitia neema ya kusudi. Bwana asifiwe sana. Sasa leo tutazungumza juu ya hekima ya kusudi na umuhimu wa hekima hii, na kwamba lazima utafute kukua sana katika hekima ili uweze kukua sana katika kusudi. Hekima ya kusudi ndio mtendakazi wa kusudi, ndio anayekufanikisha
katika kusudi husika. Kusudi litastawi kwa kiasi gani inategemeana na linaendeshwa na hekima ya aina gani na ya viwango gani. Nilikuwa nasoma kitabu cha mtumishi wa Mungu mmoja. Alipokuwa anataka kuanza huduma, ni huyu niliyemtaja Oyedepo. Alipotaka kuanza huduma, Mungu alimwambia, hutafanya huduma kama watumishi wengine wanavyofanya. Kwanza alitaka kwenda kujifunza chuo, alitaka kwenda Marekani kusoma. Mungu akamwambia, hutaenda kusoma popote, nitakufundisha mwenyewe. Fikiria mtu mwenye huduma kubwa namna hii, hajawahi soma chuo chochote cha wanadamu walio wenye vyuo. Amefundishwa na Mungu mpaka alipofika. Ni kama masihi wa Mungu Mwakasege, na yeye level alionayo hajawahi soma chuo chochote mahali. Wanatembelea hekima ya Mungu na maarifa ya Mungu. Bwana asifiwe. Kitu Mungu alichomwambia, alimwambia, nenda kwa Adeboye akuwekee mkono, nami nitakupa hekima ya kazi ninayokwenda kufanya na wewe. Akaenda kwa yule mzee akawekewa mkono. Ndio maana mpaka leo anamheshimu sana yule mzee. Unajua, ukisahau daraja lililokuvusha, aliwekewa mkono mara hii na akaweka heshima kwa huyo mzee mpaka leo. Mungu asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie kila kusudi kubwa lina hekima kubwa. Na kazi ya hekima ni kutambulisha kusudi, kuanzia kwenye falme na mamlaka zilizoko rohoni mpaka mamlaka zilizoko mwilini. Huwezi vuta watu wakuu bila kuwa na hekima kuu, kwa sababu watu wakuu hutumia sana hekima. Kuna hekima inaitwa hekima ya dunia. Sikiza nikwambie, watu wakuu hawavuti sana na upako. Utanielewa kesho. Wanavutwa sana na utendaji kazi ulioko mahali. Kinacho wavutia ni muonekano wa kile ambacho umeshafanya. Ndio maana muonekano wa kazi za Sulemani zilikuwa zinanyanyua wakuu wa mataifa. Jamaa alikuwa hana mafuta ya kukemea hata pepo, hata kuponya, lakini hekima ya kazi ilikuwa inatoa wafalme huko waliko, wananyanyuka malikia huko waliko, wanakuja kuangalia kazi na kujifunza hekima iliyoko kwa Sulemani. Ukitaka kuvutia watu wakuu kanisani, boresha hekima. Haijalishi unakemea pepo za aina gani, watu wakuu hawaji. Hawavuti sana na kukemea pepo, wanavuta na busara iliyoko juu ya mtu. Na ndio maana ngoja nikuulize swali. Katika makanisa ya kiroho na makanisa yote kwa sasa yanaelekea kwa ya kiroho. Si nimekuambia uamsho ni kumba. Na kuna makanisa yameshanyanyuka huko ambao watu wanahitaga ya dini. Saa hii yanaenda. Bwana asifiwe. Lakini angalia ni makanisa yapi yenye watu wakuu. Sini hayo ndio yenye watu wakuu. Wenye mamlaka wengi wako kwenye hayo makanisa. Nini kinawaweka kule? Aina ya hekima inayoendesha yale makanisa. Hekima ndio inayotengeneza ukubwa wa bwawa ambalo samaki atakuja kukaa. Aina ya bwawa lako inaashiria aina ya samaki wako. Kama kabwawa ni kadogo hivi, hekima yako ni ndogo hivi, samaki watakao kuja hapo ni wale wadogo. Unataka watu wakuu, panua hekima.
Ukiwa na hekima ndogo, watu wenye hekima kubwa wakikaa chini yako unapwaya kwao. Kwa hiyo walivutwa na upako, lakini watakaa kwako muda mfupi sana. Wakisoma hekima yako watajiondoa tu polepole. Ukiwapiga simu nasema tuko pamoja wala watakudiscourage, lakini kuna vitu wamesoma wakaona hawawezi kwenda na wewe. Watu wenye hekima kubwa ni watafiti sana, ni wachunguzi sana. Ndio akina Priscilla na Akila. Wengine wote wanapokea, lakini wao wanachunguza kwamba huyu mtu anaufahamu kiasi gani anayetuhudumia. Wengine wote, hakuna mtu aliyemfuata Apollo, la watu wawili, kwa sababu walishanyonya hekima sana kutoka kwa Paul. Lakini ni watu waliokaa Rumi, ambayo Rumi ndio iliyokuwa ina hekima sana duniani nyakati zile. Kwa hiyo wana hekima ya dunia na wana hekima ya rohoni kupitia Paulo. Kwa hiyo wakashindwa kuenea kwenye ufahamu wa Apollo, wakamchukua ili wakamsaidia. Bwana asifiwe. Saidia kumwambia jirani yako, mwambie kosa hekima ya huduma ili huduma yako ivute watu wakuu. Na sio tu kuvutwa, kwa sababu wengine wanaweza wakavutwa na upako kwa sababu wana mambo ambayo unatakiwa waombee. Ukishawaombea, kitakachowakalisha hapo ni huduma, ni hekima. Sasa ni busara unayofanya nayo. Kazi ya upako ni kuvuta, lakini kukalisha, upako haukalishi. Ndio maana ukiwa na upako mkubwa na hekima ni ndogo, huduma yako inakuwa kliniki. Waking'atwa watakuja kwako, wakimaliza kuondolewa kile kilichowang'ata wanarudi nyumbani, kwa sababu kinachowaweka kule ni hekima, lakini kinachowaleta kwako ni matibabu ya kile kinachowang'ata. Msalimie mwenzako, mwambie tembelea miguu yote, mwambie acha kuruka na mguu mmoja. Bwana asifiwe. Si kuna mtu ninaongea naye, ukikosa hekima, kuna watu unawakosa kanisani kwako. Kuna watu huwezi kuwavuta. Kwa sababu wenye hekima utaka kukaa chini ya wenye hekima. Mungu asifiwe. Na ndio maana walimshangaa sana Yesu. Kitu cha kwanza walisema, ni hekima gani hii? Kilichowashangaza cha kwanza kwa Yesu ni nini? Ni hekima. Walijiuliza, ni hekima gani? Huyu si yule mtoto wa seremala. Ni hekima gani ina operate ndani yake? Hawakujua kwamba Yesu ndio hekima ya Mungu. Maana kwenye kitabu cha Wakorintho anasema Kristo ni hekima ya Mungu, ni nguvu ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu Yesu ndiye aliyekuwa muumbaji, ndiye ambaye katika vyote viliumbwa na kwa njia yake vyote viliumbwa. Ilibidi afanyike hekima ili aweze kufanya alivyotakiwa kufanya. Kwa hiyo Mungu alimuumba kwa mithili ya hekima kulingana na kazi aliyokuwa anaenda kufanya. Lazima Mungu akuumbe kwa mithili ya hekima ili uweze kufaa kwa kazi yake. Kuna mtu mmoja ninaongea naye. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ukikosa hekima unapwaya mbele za watu. Na watu wengi wanapwaya na hawajui wanapwaya. Halafu wakiondoka chini yako na walani. Wacha waende mpaka utakapotoshea warudi. Kati ya kitu huwezi lazimisha mtu awe chini yako. Na mtu akiondoka chini yako usimlaani. Tuache kupiga watu wa Mungu, hatukuwaleta. Mtu atakujaje peke yake kwako, halafu akiondoka unamfuatilia na maneno makali? Alikuja kwa hiari, anaondoka kwa hiari.
na akiondoka msiwe maadui mkikutana. Ni utoto sana kuwa na uadui na mtu kwa sababu ameondoka chini yako. Hebu nipungie mkono kama ninaongea na mtu mmoja. Wengine ndio wanaanza kurusha maombi mabaya ili wakwame kule walikoenda warudi. Usiwe mchawi. Inawezekana utanielewa, maana watu wengi wamezoea hiyo hali. Usimkomoe mtu, muombe mema. Muombe sana ukutane naye mbinguni kama hata kuja chini yako tena. Na ukimuona anaelekea pabaya, bado kama una uwezo wa kumsaisha, msaishe tu. Sio lazima awe chini yako. Huyo ni ndugu yako katika Bwana, hata kama hampo katika nyumba moja. Sisi wote ni familia moja, tulioko kwenye nyumba tofauti. Ndugu yako anayeishi Mwanza ni ndugu yako. Akiishi Ulaya ni ndugu yako. Akiishi Kenya, ili mradi mmezaliwa pamoja, ni ndugu yako. Umbali hauondoi undugu. Na mtu kuwa mbali na wewe hakuondoi undugu wa kiroho. Hebu sema amina kama naongea na mtu mmoja. Amen. Kati ya kitu namuombaga Mungu, sitaki mtu yoyote atakaye kuwa na shida iliyopita kwangu. Akikwama akwame mwenyewe. Ukiondoka chini yangu leo, nitakubariki na nikikutana na wewe ni rafiki yangu. Na ukitaka ushauri nitakushauri. Hakuna uadui. Kwa sababu hatufanye kazi yetu. Tunafanya kazi ya Jehova. Hebu sema amina kama naongea na wewe. Mimi sio wale mababa ambao watoto wakiondoka chini yao wanawakatia miguu chini ili wawe wafupi. Nasema atarudi tu. Inawezekana kipindi chake kimeisha cha kukaa chini yao. Kikiisha waacha aende. Kwa amani na kwa furaha. Hivi naongea na mtu mmoja. Zaidi ya kumsalimia jirani yako, mwambie uwe na moyo wa ubaba. Hakunaga baba mtoto akikuwa akienda nyumbani kwa akaenda kwenye mji wake mwingine anamlaani. Anafurahi kupanuka kwa ukoo. Ni ukoo umepanuka. Bwana asifiwe. Sinaongea na mtu mmoja aliyoko mahali hapa. Ukija ukisema mnataka kuondoka, kama sio majira ya Bwana nitakushauri. Na kama ni majira ya Bwana nitakubariki. Lengo la kukushauri sitaki ukatumbukie. Kwa sababu kuna waliokujaga wakaniaga, nikawaambia unakokwenda sio salama. Wakasema Mungu amesema. Nikawaambia fikeni kwa amani. Mmoja nilimwambia rafiki yangu, nikamwambia huyu rafiki anaenda kutumbukia. Ametumikia mahali ambapo amefutika saa hii. Amefutika. Na inanisikitisha sana, maana Mungu alikuwa na kitu kizuri sana na yule mtumishi. Na mahali nilipojua sasa anaenda kutumbukia babaya, ni wakati nilipomuita na mke wake ili niwaweke pamoja. Alafu nawaombea na kuwabariki kwamba niendeni mkaishi kwa amani. Anatoka kwangu, anampitiliza mke wake nyumbani kwao, alafu anaenda anamtelekezea hapo. Nasema hichi kiburi hiki sitakisemesha tena. Ngoja tuone mwisho wake kule mbele. Ndio Bwana akaniambia anaenda kutumbukia mahali ambapo hata kaa atoke tena. Na nikamwambia rafiki yangu, nikamwambia alo, Mungu ameniambia huyu jamaa mahali anapokwenda kutumbukia hakuna wa kumtoa. Na unajua alijiondoa kwa sababu aliona ameanza kuchanua, huduma inaenda, akapata na wafadhili wazungu, mambo yakaanza kunawiri namna hii. Adui anaweza akakurushia pipi ila akakumalizie pale. Msalimie mwenzako, mwambie unatakiwa uwe na hekima ya kutosha
kupambanua mambo. Bwana asifiwe sana. Hebu naomba tufungue kitabu cha Yakobo. Naongea na shujaa mmoja. Mwambie jirani yako, mwambie mtaji wako wa huduma, mwambie ni pamoja na hekima ya Mungu. Yakobo sura ya 3 mstari wa 13 mpaka wa 15. Yakobo sura ya 3 mstari wa 13. Ndio. Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Ndio. Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri. Na aonyeshe nini? Kazi zake. Nini kinatafsiri kazi? Hekima. Hekima. Nani mwenye hekima kwenu? Aonyeshe kazi. Muonekano wa kazi unatafsiri hekima ya kazi, sio upako wa kazi. Hekima ya kazi. Nikifika tu kanisani kwako, nikikuangalia hivi, naiona hekima iliyotumika hapo. Bwana asifiwe. Kwa sababu kinachojenga kazi ni hekima. Hekima ndiye mjenzi, ndiye anayeweka structure, ndiye anaye underline maono, ndiye anayeongoza maono na namna ya kuyatekeleza, ndiye anayekupa kuingia na kutoka. Ndio maana Suleiman alimwambia Mungu, nipe hekima ili nijue ni kuingia na kufanya nini na kutoka. Na ndio maana kama alimwambia hivi, sitaki kukwama kwenye uongozi. Ili nisikwame kwenye uongozi, nipe hekima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ninaongea na mtu mmoja. Rudia tena my friend, uendelee kusoma sasa. Na ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Ndio. Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Ndio. Lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Mstari wa 15. Hekima sio ile ishukayo kutoka juu. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na ya shetani. Kuna hekima ngapi hapo? Siko 3. Kuna hekima ya Mungu, hekima ya kibinadamu na ya kishetani. Na hizi duma mbili zinafanya mtu awe mgomvi. Ya kishetani na ya kibinadamu. Ndio maana nimekuambia, ukiona unakanyaga watu, hekima inayofanya kazi ndani yako kama sio ya shetani ni ya kwako. Shetani akitaka kukuondolea watu, atakuchomekea kitu kichwani. Sijui kama umeelewa kitu nimeongea. Ukikosa hekima, unapoteza watu. Mwana wa Sulemani, Rehoboam, ambaye alimpokelea baba yake kijiti. Alipokea kijiti, Israeli yote ikiwa chini ya Sulemani. Alafu najua watu waliochoka hawahitaji maneno magumu. Wakaenda wakamwambia, unajua kwa kweli tumefanya kazi na baba yako, lakini pia tulikuwa tumfurahi sana. Tumemvumilia tu. Tunakuomba tupunguzie kidogo hali tuliyopita nayo na baba yako, nasi tutakutumikia. Akamwambia, nipeni siku 3. Akaenda kutafuta ushauri. Akaenda kwa wale wazee waliokuwa wanatumika na baba yake, waliojaa hekima, wenye busara za kutosha, ambao na wao walikuwa na vitu walivyokuwa hawavipendi sana kwa yule mzee. Akamwambia, wasikilize hawa watu, nao utakuwa mtumishi wao daima. Akasema, ngoja niende mahali pengine. Akaenda kwa vijana. Akamwambia, vijana, nimekabidhiwa kiti. Hawa watu wameniambia 1 2 3. Lazima wasikuletee utani. Wasikuchezee. Wewe ndiye mfalme, ndiye mwenye sauti ya mwisho. Unajua kuna watu wakishapewa watu wanaona kama vile
Watu sio ng'ombe wewe. Ng'ombe zinaweza zikakuvumilia kwa sababu hazina akili ya kujitetea. Wanadamu wana akili. Wakikushindwa watakuacha. Bwana asifiwe. Unajua akadampu ule ushauri wa hekima wa wazee. Penye wazee pana hekima. Ngoja nikwambie, mtu aliyeishi umri ana vitu ambavyo hujui. Ndio maana Musa pamoja na upako wote, pamoja na sauti ya Mungu iliyokuwa inatembea naye, alishindwa kuweka structure ya huduma. Aliyekuja kumwekea structure ya huduma ni baba mkwe. Kwa sababu kuweka structure ya huduma sio upako, ni hekima. Baba mkwe ndo akamwambia, "Lo, hebu jenga huduma hivi ili kuondoa mzigo kwenye mabega yako." Alipofuata ile kanuni, huduma ikawa nyepesi. Kuna mtu mmoja anaongea naye. Ukikosa hekima, huduma inakuchanganya. Na inaweza kukulemea mpaka ukakata tamaa. Wepesi wa huduma ni hekima inayoendesha huduma. Naongea na mtu mmoja aliyoko mahali hapa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Yule kijana alipoenda kwa vijana wenzake, wakamwambia, "Bwana wewe, hawa watu wasikuchezee." Akarudi na ule mungari wa ujana na jumlisha na vijana wenzake. Akamwambia, "Nyie nisikilizeni. Baba yangu aliwapiga fimbo. Mimi nitawapiga kwa nge. Hichi kidole changu hiki ni kinene kuliko kiuno cha baba yangu." Akasema, "Umesemaje?" Akasema, "Ndio hivyo nimeshasema. Mimi ndio mkuu hapa." Wakamwambia, "Kwaheri. Tuna nini na wana na nyumba ya Yese? Twende." Alikuweko mtu mmoja na yeye anaitwa Yeroboamu, ambaye kwa ajili ya mikiki ya Sulemani alitoroka akaenda taifa lingine. Aliposikia Sulemani amekufa, akarudi. Na kwa sababu alikuwa kiongozi mzuri huku ndani, watu waliposikia tu amerudi, wakaunga nyuma yake. Watu wakakaa nyuma ya Yeroboamu. Makabila 12 wakakaa nyuma ya Yeroboamu. Yule jamaa akabaki na makabila mawili. Ni kuanguka sana kwa huduma. Kupotelewa na watu wengi kiasi hicho kwa ghafla. Lakini kilichokosekana pale ni nini? Sema hekima. Sema hekima. Ilihitajika tu hekima pale ili awaweke watu mioyo yao itulie. Watu wanaoongozwa kwa hekima, mioyo yao utulia. Mahali pasipokuwa na hekima, mioyo ya watu haitulii. Bwana asifiwe. Siku moja huduma fulani sindaisema, huyo mtumishi akawa yani watumishi wake wote amewawekea kongwa zito kwenye shingo zao. Kongo zito, yani linawaumiza mpaka wawezi fanya hivi. Alafu Bwana akasema, "Ninaenda kumuondolea watumishi wangu kwa sababu ameshindwa kuwahendo vile nilivyotaka wahendo." Najua watu walianza kuondoka. Na ajui kwamba ni Mungu anamuondolea watu. Mungu akikupa watu, anataka aone hawa watu wakiwa wanamfurahia Mungu kukaa chini yako. Hivi naongea na mtu mmoja aliyoko mahali hapa. Wakishaanza kuvuja damu kwenye mioyo yao, Mungu anawaondoa. Na sio shetani atawaondoa, Mungu mwenyewe. Hivi naongea na mtu mmoja. Sasa kinachofanya usiwaonee watu sio upako, ni hekima. Haleluya. Hata kama ni kumsaisha mtu, unamsaisha kwa upole wa hekima. Jamani, naongea na mtu mmoja.
Mstari wa 17, hebu endelea mstari wa 17 pale my friend. Au nisome. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi. Hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani. Kwa hiyo mahali penye hekima ya Mungu utengeneza amani. Pakitaka kuvurugika, hekima inarudisha amani. Hekima haweki kuni kuchochea moto. Hekima anatoa kuni ili moto uzime. Bwana asifiwe. Na ndio maana mwenye hekima huwa atafuti haki. Saa nyingine usitafute sana haki. Hata kama wewe ndio umefanywa vibaya, wacha hekima ikupe kutulia ili kuzima moto. Kwa sababu ukitaka kuonyesha haki na huyu na yeye ni mpumbavu, hana hekima, mtashindana sana. Bwana asifiwe. Saa nyingine amani haitaki ni nani mwenye haki, ila ni nani mwenye hekima. Hebu nipungie mkono kama naongea na mtu mmoja. Popote penye amani, mlinzi wa amani ni hekima. Ndio maana sio rahisi sana ukute yale mataifa yaliyoendelea sana yakipigana yenyewe kwa yenyewe. Unajua kwa nini? Wakipata shida wanaenda mezani. Wanaenda nini? Mezani. Wanatumia hekima kuliko nguvu. Kwa sababu hekima ana nguvu zake. Nguvu za hekima ni ushawishi. Yaani hata kama mtu ni mbovu namna gani, unaweza ukamweka kwenye line na anaenda anakufuata hivi. Wala hujatumia nguvu kubwa ili atoke kwenye giza alilokuepo. Hivi naongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie fanya kazi na hekima itokayo juu. Kwa hiyo anasema hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, alafu ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu. Tayari kusikiliza maneno. Washirika usio wasikiliza wataenda kutafuta wa kuwasikiliza. Hebu nipungie mkono kama naongea na mtu mmoja. Asiyesikilizwa atatafuta wa kumsikiliza. Najua kuna mtu amejamu huku ndani, anatafuta mtu tu amweleze ili apumue. Sasa anakuja kwa baba yake wa kiroho. Baba anamwambia, hebu usinisumbue saa hii. Anasema sawa baba, ninaomba basi nipe muda. Nikuje nikuone lini? Anamwambia ondoka. Huyu mtu hata asipokuambia atatafuta mahali pa kwenda kutafuta ushauri. Kama anakupenda sana atarudi. Kama moyo umeshajamu atabaki huko huko. Na aliyemuondoa ni wewe. Na kilichomuondoa ni ukosefu wa hekima. Hekima ya Mungu ni ya upole, iliyo tayari kuwasikiliza watu. Nisaidie kumsalimia jirani yako, mwambie sikiliza watu walioko chini yako. Sikiliza watu walioko, tena wasikilize katika upole wa hekima. Acha kuwa mkali kila saa. Hata kama ni baba nyumbani, ukiwa mkali sana, watoto wakisikia tu sauti yako wanaingia chumbani. Baba ambaye ni rafiki wa watoto, wakisikia tu baba, wote wanahamia siblini. Wanataka wakae na baba yao, wakae na mama yao. Salimia mwenzako, mwambie uwe na upole wa hekima. Unajua upole wa hekima maana yake kuna saa hekima anakuambia hapa usiwe mpole hapa. Hapa usiwe mpole. Karibia, kemea.
Lakini ukimaliza kukaribia kukemea, rudi kwenye position ya upole. Mwambie nimekukemea kwa sababu nataka uende mahali pazuri. Halafu ukishamkemea, ondoa beef kwake. Kuna mtu anamkemea mtu mpaka wiki bado amemkasirikia. Ni mtoto. Kasirika mara moja chap, halafu rudi normal chap. Yaani dakika moja hapa umewaka, ndani ya dakika 3 uko normal. Sinaongea na mtu mmoja mwenye hekima yuko hapa. Sema hekima itokayo juu ni safi, ni ya amani, ni ya upole, iko tayari kusikiliza watu. Bwana asifiwe. Sasa hekima hii ina viwango. Kuna hekima tofauti yenye viwango tofauti. Hatufanani kwa hekima kwa sababu hatufanani kwa kasi. Nimesemaje? Lakini kuna ile hekima ambayo iko kwenye standard moja. Hekima ya Mungu popote ilipo, hata iwe ya aina tofauti, haikosi kuwa na adabu, haikosi upole, haikosi amani, haikosi kusikiliza. Ili mradi hiyo hekima inakuunganisha na watu, itakupa tabia ya kuishi na watu. Bwana asifiwe. Unajua tunaezua mapaa ya utukufu kuanzia nyumbani kwetu saa nyingine mpaka kwenye huduma kwa sababu tunatumia kiwango kidogo sana cha hekima. Msalimie jirani yako, mwambie mtunze hekima na hekima atakutunzia huduma. Haleluya. Sasa hekima, kabla sijazungumzia viwango tofauti na aina tofauti, ninaomba tusome kitabu cha Methali 24:3. Hekima anaweka structure ya huduma. Methali 24. Unajua kuna mtu yuko mahali yeye ndiye pastor, ndiye mtunza hazina. Yaani ndio kila kitu. Hiyo huduma imekosa hekima. Mungu akisha kuletea watu 2 mpaka 5, tayari una watenda kazi chini yako. Anza kuwa training, kuwapa nafasi. Na ukiwapa nafasi mapema, unawazoeza majukumu mapema. Hata saa upo, una watu wa kushika kazi. Hivi naongea na mtu Hata saa haupo, kuna watu wa kushika kazi. Hakuna kitu kibaya kama ukiondoka na kazi imeondoka. Ukiondoka kazi inatakiwa iendelee. Hata kama uko kwenye majukumu mengine, kuna kazi zingine zinaendelea na hazikuhusu. Sinaongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Methali 24:3. Methali 24 mstari wa 3. Ndio. Nyumba hujengwa kwa hekima. Ndio. Na kwa ufahamu huthibitika. Nyumba hujengwa kwa hekima. Hekima ni nini? Ni mjenzi, ndiye engineer. Ndio maana Yesu anaitwa hekima ya Mungu, kwa sababu ndiye aliyekuwa fundi stadi. Ndiye aliyeumba vyote. Viliumbwa kwa ajili yake na kwa njia yake. Na kwa sababu ndiye aliyekuwa muumbaji, lazima awe hekima ili aweke structure.
Kuna mtu mmoja naongea naye. Muundo wa huduma hauundwi kwa upako, unaundwa kwa hekima. Kazi ya hekima ni kuweka structure, muundo. Musa alikosa hekima ya kuweka muundo. Mungu akamletea zawadi baba mkwe wake. Ni zawadi ya muhimu sana kwa Musa. Na ndio maana ngoja nikwambie, kuna Mungu hawezi kukupa kujua kila kitu. Tumia akili zilizo karibu na wewe. Kila mtu anayemleta Mungu karibu na wewe ni hazina Mungu amekuletea. Tambua ni nani mwenye nini, tumia kile kuendeshea huduma. Nimesemaje? Tambua tu Mungu ameweka nini kwa nani. Ukihitaji hicho nenda kwake. Mwambie njoo, nina kitu cha kufanya. Kiko hivi na hivi, hebu nipe mawazo yako. Unajua anaweza kukupa mawazo ukafanya kitu. Sasa unajua kwa sababu wewe ndiye unayesimamia, watu wanaona ni wewe umefanya, lakini kuna kichwa kimoja hapo ndio kimechomoa hiyo hekima. Bwana asifiwe. Ninaongea na mtu mmoja. Ongoza watu kupitia watu. Na ndio maana ni vizuri saa nyingine uongoza watu kwa kuwasikiliza. Kwa sababu kuna watu wazuri sana, wenye mawazo mazuri sana, ambayo ukia collect unajenga kitu kikubwa sana. Haleluya. Na ndio maana hata wewe hapo ukiona kitu kinachoweza kufaa kwenda mbali zaidi, njoo nishirikishe. Mungu hajanipa kila kitu. Kuna kitu unacho wewe mimi sina. Mungu hajaweka kila kitu kwa mtu mmoja. Ndio maana sisi wote ni viungo, tunategemeana. Hivi kuna mtu mmoja ninaongea naye. Kuna hekima Mungu alikuwa ameiweka kwa Sara, alikuwa hajaiweka kwa Ibrahim. Ibrahim alipotaka kuwaka, Mungu akamwambia msikilize mkeo. Kuna hekima anayo ambayo wewe hauna. Hivi naongea na mtu mmoja. Kuna wale watu wanapuuza wake, utakwama sana. Ngoja nikwambie, mwanamke amepewa kuona haraka kuliko mwanaume. Nimeongea na mtu mmoja. Msalimie jirani yako, mwambie kama umeoa, mwambie msikilize mkeo. Na ndio maana ndoa ikikushinda, huduma imesha kushinda. Nimesemaje? Biblia inasema askofu sifa yake awe ni mtu mwenye uwezo wa kuiangalia nyumba yake mwenyewe. Maana asiyeweza kuiangalia nyumba yake mwenyewe awezaje kuliongoza kanisa la Kristo? Kwa hiyo kipimo cha mtumishi wa Mungu ni familia. Na ndio maana mmoja ya mahali shetani anakoroga sana ni kwenye nini? Kwenye familia, ili kutuondolea ujasiri wa kimaandiko. Sema amina kama nimeongea na wewe. Haleluya. Makamanda, haleluya. Kwa hiyo hekima ni mjenzi. Ndiye anayetupa kuweka muundo na mwendelezo wa huduma. Yaani ukiwa na maono unamkabidhi fundi anayeitwa hekima. Kazi ya hekima ni kuunderline maono yakae kwenye mtazamo ambao yanatekelezeka. Unajua kuna mtu mwenye maono hata namna ya kuanza kuyatekeleza hajui. Hata ukishirikisha watu wanachanganyikiwa, hawajui pa kuanzia wala pa kumalizia. Ndio maana nasema ukiwa na ndoto iandike, isomeke kama maji. Kinachofanya ndoto isomeke kama maji ni hekima. Ukiwa na ndoto isiyosomeka inashindwa kutekelezeka.
Nimeongea na mtu. Msalimie mwenzako, mwambie ukiona ndoto isiyosomeka inashindwa kutekelezeka. Na wasoma ndoto sio wewe peke yako. Watu wote walioko chini yako wanatakiwa wasome ndoto uliobeba, ndipo waweze kukusaidia. Na kinachokupa kufafanua ndoto ni hekima. Hekima ndio muunganishi kati ya mbeba ndoto na watendakazi wa ndoto. Elewa, ndoto utekelezi wewe, ila unapewa wewe. Maono alipewa Musa kule mlimani, lakini aliyekuja kutengeneza ni mwana wa Bezaleli, wakina Oliab. Bwana asifiwe. Na Mungu anasema nimemjaza kwa roho wangu, nimemjaza na roho ya hekima kwa ajili ya kuweka structure. Structure sijaweka kwako, ila maono nimekupa wewe. Hekima ya kupanga maono nimeweka kwa mtu mwingine. Ndio maana nimekuambia jifunze namna ya kushirikiana na watu Mungu aliokupa kutimiza kusudi la Mungu ulilobeba. Acha kuwatamia kila kitu mwenyewe. Hebu kama naongea na mtu mmoja aseme amina pale alipo. Moja tusome kitabu cha Zaidi kumsalimia jirani yako, mwambie kuna vitu sio lazima ufanye. Mwambie acha kufanya kila kitu mwenyewe. Waebrania 8. Na ndio maana tunatakiwa tumuombe Mungu kusudi lake liwe full suit. Full suit. Ukitaka wanasheria wapo, ukitaka wakina nani wapo, ukitaka wakina nani wapo. Kitu kikitokea hiki unajua unampasia nani. Kuna vitu vya mwilini vinavyohitaji wenye hekima ya mwilini. Kuna mlango wewe huwezi kuingia, kuna mtu anatakiwa akakuingiza hapo. Saa nyingine unatafuta connection na watu wa juu serikalini. Kuna mtu tu akifika hapo ni connection kubwa sana. Haneni hata kwa lugha. Bwana asifiwe. Yaani kuna mtu yuko hapo ni msaada mkubwa wewe usiojua. Ngoja nikwambie. Naamani angekufa kwa ukoma kama asingekuweko Ausigili wa kumconnect na Elisha. Kuna mtu yuko hapo ni connection tu. Yaani yeye yuko hapo kama connection. Na Mungu amemleta ili akuconnect na watu. Na saa nyingine anaweza akaconnect na watu ambao ndio wenye majibu ya vyote unavyovitafuta. Lakini huyo mtu ni dhaifu sana, lakini ana connection ambayo wewe huijui. Akisikia tu unaongea anasema baba, hebu nikusemeshe. Sasa usimwangalie ni Ausigili. Na ndio maana utakiwa kuwa na kiburi ili uwe na uwezo wa kumsikiliza kila mtu mpaka yule wa chini. Hata kuwasikiliza watu kwa madaraja. Sijui kama naongea na mtu mmoja leo. Usipuuze wazo la mtu yoyote, kwa sababu Mungu anaweza akaweka wazo la kukusaidia mahali ambapo ukutarajia. Nafikiri Naamani hakutarajia kwamba uponyaji wa ukoma ulioshindikana kwenye njia yake ungepitia kwa Ausigili. Angempuuza Ausigili, angezikwa akiwa na ukoma. Kuna watu umewapuuza na kuna mahali umeshakwama tayari. Sio kila kukwama ni shetani ameukwamisha. Mungu alipitisha wazo mahali ambapo ulitakiwa likusaidie, ukapapuuza. Pokea kila wazo hata kama utatendea kazi kila wazo. Wewe ukishapokea kachambue. Mruhusu Roho Mtakatifu akuonyeshe ni kipi cha kufaa kuchukua, kipi cha kuacha. Ushauri sio lazima ufanyie kazi, lakini lazima uchukue. Alafu ukakae nao. Inawezekana kwa unyenyekevu Roho wa Mungu akakufungulia jicho la kuona kitu kilichofichika
cha kukusaidia sana kwenye ushauri ulioshauriwa. Sinaongea na mtu mmoja aliyoko mahali hapa. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Waebrania anasema 8:5 anasema watumikiao mfano wa kivuli cha mambo ya mbinguni, kama Musa alivyoagizwa na Mungu, kama vile Musa alivyoagizwa na Mungu alipokuwa tayari kuifanya ile hema. Maana asema, angalia ukavifanye vitu vyote kwa mfano ule ulioonyeshwa katika mlima. Angalia ukafanye vitu vyote kwa mfano ya ulioonyeshwa kwenye nini? Sasa fikiria Musa sasa anasema mimi nimeambiwa nikafanye, alafu asimtafute Bezaleli, anakwama. Kwa sababu unajua kuna watu wakiwaambiwa kafanye anafikiria ndo anafanya. We ni lango la Mungu, lakini kuna watu chini yako Mungu ameshawaleta. Jifunze kutumia watu kufika unakotaka kwenda. Nimesemaje? Ruhusu watu wawe madaraja ya kufikisha maono kule yanakokwenda. Ukikosa daraja unabaki ng'ambo hii. Kuna watu ni madaraja ya kukuvusha. Kuna mtu utakutana naye atakuvusha mahali ambapo ungekwama muda mrefu sana. Sisi niko na mtu mmoja aliyekuwa mahali hapa. Sasa angalia mwenye maono ni nani? Sema ni Musa. Aliyepewa maono ni nani? Lakini angalia mtekeleza maono. Hicho kitabu cha Kutoka 35 mstari wa 30. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni, Bwana amemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Huri wa kabila ya Yuda, naye amemjaza na roho ya Mungu katika hekima na nini na akili. Kuna saa Mungu anakuletea watu wenye hekima na nini na akili. Hawaneni kwa lugha. Cha wengine hata hawajabatizwa na Roho Mtakatifu, lakini Mungu ameshawaleta hapo, ana kazi nao. Ndio maana kati ya kitu Mungu atupe ni hekima ya kutambua mtu na alichobeba, ili afanye alicholetewa na Mungu hapo. Na mtu anaweza akakaa na wewe kama amekuja kwa muda fulani ili afanye kitu fulani, usipomtumia muda wake ukiexpire anaondoka. Na anaondoka hajafanya kila alichojia. Si unajua kuna watu wamepandwa na kuna watu wamewekwa. Nimesemaje? Kuna watu ni nguzo. Nguzo huwa haziondoki. Si unaona hizi nguzo? Kuna huko ndani kuna nguzo na kuna hicho kiti umekalia. Hicho kiti baada ya muda tutakikuta nje. Hii nguzo haiwezi kuondoka hapo. Kuna watu Mungu anakuletea kama kiti kwa ajili ya nafasi. Na kuna watu Mungu anakuletea kama nguzo kushikilia kazi. Kiti kikimaliza kazi huwa kinaondoka. Nimesemaje? Kiti kinaweza kikakaa kwenye kanisa lako hata miaka 6, hata miaka 10. Maana ndio period ya yeye kufanya kazi na wewe. Mwaka wa 11 hayupo. Lakini nguzo ziko hapo. Nguzo liwake linyeshe ziko hapo. Hawa hawakuachi. Yaani hata wasikie magumu kwako, hawakuachi. Nguzo haziachagi. Maana nguzo hataki zitengane na jengo. Mungu anakuwekea watu kama nguzo. Yaani hizo zimegandishwa na wewe. Daudi alipewa watu ambao akienda kulala kwenye mapango hawapa. Wanaacha magodoro, wanaenda kulala kwenye mawe. Wamevalishwa moyo wa Daudi kule ndani. Wamesema popote utakapokuwa ndipo tutakapokuwa. Utakapolala ndipo tutakapolala. Haijalishi una chakula cha kutupa wala una. Tutakufuata. Wewe mtu hana nyumba, hana shamba, hata ajua anawapa nini watu,
lakini unatembea na watu 600 kila siku wale. Mungu akuinulia hao watu ambao hawatakuacha, linyeshe liwake, wapo. Wengine wote wakiondoka wanasema sisi tunabaki na baba na mama hapa. Hao watu ndio faraja ya mchungaji. Yaani saa moyo wa mchungaji unavuja damu, hao ndio wao wanamzunguka. Saa wengine wote wamemwacha. Sasa unajua kila mtu ana wakati wa kujaribiwa na wakati wa kujaribiwa hata Yesu ataachwa na wale 54, 58. Walio nguzo ambao ni Bwana amewakopa, hata upepo ukupitie, wakitaka kuondoka Mungu anawarudishaga. Wakina Petro watarudi, wataenda kuvaa samaki, wanafuata huko huko. Nguzo huwa haziondoki, kwa sababu nguzo zinashikiliwa na Mungu mwenyewe hapo. Ndio maana nimekwambia mtu akiondoka acha kumlaani. Inawezekana alikuwa kiti, alikuwa wala ambao ni nguzo wamebaki na wewe mpaka leo. Jamani, nina mwanangu hapa. Unamwona wewe mwanangu huyu? Unamwona huyu? Amenitafuta majuzi. Huyu ni mwanangu wa siku nyingi nafikiri kuliko wewe. Bwana asifiwe. Wakati tuko kwenye ile huduma tuliokuwa, huyu tulikuwa naye ni pale kurugenzi, naanza kuchunga Efata Arusha, huyu yupo. Alafu tukapotezana. Juzi ndo akasema nimekuja kumtafuta baba. Nikajua huyu ni mwana hajapoenda mbali kiasi gani, anaenda kwa baba yake. Yule mwana mpotevu hata akae wapi, mwisho atarudi kwa baba yake. Kuna watu ambao ni wa aina hiyo, yaani hata liweje ni kama Mungu amewaunga na wewe. Bwana yetu Yesu Kristo asifiwe. Kuna watu wanaweza wakaondolewa na kimbunga tu cha matukio. Sinajua miji mingine ni miji ya matukio. Kuna watu siko nao hapa, alafu Mungu anawasemesha huko, anawaambia nyie ni watoto wa Mathayo. Mmoja akanipigia akaniambia tuombe huku tuliko, Mungu amesema mbona umeacha kondoo zako wametawanyika? Anambia si ninyi mmeamua kuniacha. Anasema wewe ndiye baba yetu. Lakini wako madhabahu zingine mpaka sasa hawajarudi. Lakini wakifika kule wanasema baba yetu ni Mathayo. Kwa hiyo ni kama wako kwa jirani. Ni watoto wameenda kwa jirani. Na usigombane nao. Mmoja alirudi majuzi hapo. Nikamwambia baba, mimi nilikuwa najua nina aibu ya. Nikamwambia wewe ni mwana, njoo. Nakupenda. Yuko hapo amerelax. Bwana asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie uwe na hekima ya kuwafanya wale kondoo wakae sawa chini yako. Kwa hiyo Musa alipewa maono, lakini mjenzi wa maono sio Musa. Muota ndoto ni Musa, watekeleza ndoto ni wengine. Shida ni kwamba wewe ndio unataka uote ndoto na uzitekeleze wewe. Utachoka tu. Ukishaota ndoto mwambie Mungu, Bezaleli yuko wapi sasa? Bezaleli yuko wapi? Ambaye umeshampa hekima na akili. Baada ya Bezaleli kuonekana, mwambie Mungu, Koreshi mwenye hela yuko wapi? Kwa sababu Mungu akimleta Bezaleli ameshamwandaa na Koreshi. Kazi ya Bezaleli ni kuweka structure. Kazi ya Koreshi ni kuleta hela. Kazi ya kwako ni kusurvey. Kuna kuchoka hapo? Hakuna kuchoka.
Kwa sababu Mungu anakuletea watu ili kukuondolea kuchoka. Issue ni kwamba hatujui kuwatumia watu tulioletewa. Bwana asifiwe. Na kuna watu wengine Mungu anawaficha kama akina Joshua, anawafunua baada ya muda. Bwana asifiwe. Kuna mwanangu nimekaa naye hapa muda mrefu sana. Nilikuwa sijui uwezo wake. Karibia na hili kongamano tu kwenye maandalizi. Yeye ndo anasimamia kazi zote hapa na yuko peke yake. Hayuko na kamati. Ana kichwa cha ajabu. Ana uwezo kusimamia mafundi wa ngazi zote, wa aina zote. Na ni mtu wa kawaida, ukikutana naye hapo unampita tu. Lakini ni Bezaleli. Bwana asifiwe. Ni nani? Ni Bezaleli. Unaweza kuwa na Bezaleli usiyomjua. Bwana asifiwe. Kazi inaendelea. Mimi niende mlimani, nimeacha kazi zinaendelea huko. Kama tu tunawasiliana. Kongamano tunaendelea nalo, mimi si shughuliki na chochote huko, lakini kazi zinaendelea, tunazisikia. Siku chini ya Bezaleli. Msalimie jirani yako, mwambie jua namna ya kutumia watu ili usichoke sana. Mwambie unachoka sana kwa sababu kila kitu unabeba wewe. Kila kitu ni wewe. Acha kuwa kijogoo wa huduma. Mungu amekuletea watu. Bwana asifiwe. Utachoka mapema, bado Mungu ana safari ndefu sana na wewe. Angalia miaka ulionayo, angalia miaka utakayoishi na Mungu. Kama Yesu asiporudi mapema, halafu uanze kuchoka saa hii. Ukianza kuchoka saa hii, kule mbele kutafananaje? Bwana asifiwe. Si utafika mahali Mungu uone Mungu amekupa adhabu. Hakuna huduma ambayo ni adhabu. Kila huduma uliobeba ni baraka ya Mungu kutoka kwa Mungu. Tunataka tujifurahie. Ndio maana Mungu aliwaambia wale wote mnaonitumikia bila shukrani na kufurahi, fimbo ziko kwenye mabega yenu. Kasome Kumbukumbu la Torati 28:45 mpaka 47. Nasema na laana hizi zote zitakufuata zikupate, kwa sababu kumtumikia Bwana Mungu wako kwa furaha wala kwa moyo wa kushukuru. Kushakosa furaha unatumikia adhabu. Sema amina kama nimeongea na mtu mmoja. Majeshi, Bwana asifiwe. Amen. Hautakwama tena. Sema sintakwama. Wewe kazi yako gawa majukumu. Ukiona Bezaleli hajaja, basi mwambie Mungu, nitaendelea kusimamia kazi, lakini mapenzi yako yatimizwe, niletee Bezaleli. Na kila mtu unaweza ukamwandaa kiufahamu akakusaidia kubeba kazi. Kuna watu, ngoja nikwambie, watu huwa wanatengenezwa. Ndio maana Biblia inasema endeni mkawafanye. Kufanya ni kumtengeneza mtu. Na hakuna asiyetengenezeka ukiamua kumtengeneza. Hakuna anayezaliwa akijua. Wote wanatengenezwa kujua. Tuko pamoja watumishi wa Bwana. Unaiona kazi ya hekima eh? Unaona mahali ambapo tunatakiwa tumruhusu hekima atusaidie. Huduma itakuwa laini. Ndio maana Yesu anasema nira yangu ni laini, haiumizi. Kwa nini tunaumia kwenye huduma na tumefungwa nira na Kristo? Anasema mzigo wangu ni mwepesi. Hukumu unatoka wapi? Kuna kitu bado hatujajua namna ya kuenda nacho. Na moja ni hekima. Mungu akikupa maono, ameshamweka Bezaleli mahali. Maono yakianza kazi ameshamweka Koreshi wa fedha. Mungu hajawahi anza kazi isiyo na budget. Na budget haipangiwi huku, inapangiwa mbinguni. Alafu inashuka kwa mtu mmoja. Au inaweza kushuka kwa watu kadhaa. Nashangaa Mungu anawawekea utayari wa kutoa hela.
rafiki yangu, hebu simama. Huyu anajenga jengo kubwa sana pale kwake, na kazi imestawi mikononi mwake kwa haraka sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie tumia hekima vya kutosha ili hiyo kazi iwe nyepesi mabegani kwako. Mwambie acha kutumika kwa stress. Hebu mguse hilo bega lake, mwambie acha kutumika kwa stress. Mwambie Mungu hataki uwe na stress. Mungu hataki tuwe na stress. Anataka tu enjoy. Anasema nao utakuwa na raha nafsini mwako. Tuna enjoy. Ngoja nikwambie, kwa kadri unavyotumika kwa furaha, ndivyo moyo wako unavyokuwa tayari na roho yako kusemeshwa na Mungu. Stress inaondoa network. Inaondoa network. Isaya, naomba tuende break kidogo, alafu turudi. Break time kidogo. Okay. Kawaida ya akili lisali kisha isha inatakiwa ikatulie. Ina hit.